Mihanyeni Zaviro na Winji Wadodoa Kaya Ndigwa Zikijera Mbeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu wa Mabwe Mazeru, niliopo mbele yenu ni mwenyekiti wa Chadema wilaya ya Mpwapwa, lakini pia nimekuwa mgombea ubunge kwa vipindi viwili, mwaka 2015 na mwaka 2020. Nimesimama mbele yenu, nimewaletea wageni, waheshimiwa viongozi wa kata, viongozi wa jimbo, viongozi wa wilaya, viongozi wa mkoa, mheshimiwa mwenyekiti wa baraza la wanawake kanda ya kati, mheshimiwa katibu wa kanda, mheshimiwa mjumbe wa kamati kuu. Kamati kuu ni ngazi ya juu kabisa, ambapo ndio wanatupa mipango yote na mipango hiyo inakuja kutekelezwa huku chini. Karibu sana Mpwapwa, karibu katika kata ya Matomondo. Tumekutembeza huku ili uweze kuona maisha yetu ya watu wa Mpwapwa yakoje. Karibu sana. Ndugu zangu wa Mpwapwa, leo nitazungumza na nyie mambo machache sana, kwa sababu nimekuwa nikizungumza na nyie katika miaka yote. Mnanifahamu vizuri, harakati zangu, maono yangu kwa watu wa Mpwapwa mnayajua, lakini sijawahi kupata bahati ya kuiongoza Mpwapwa katika ngazi za kiserikali, na napata wakati mgumu sana. Nafahamu kabisa hakuna vikao wala mikutano kama hii ambayo viongozi wamekuwa wakifanya katika kata ya Matomondo. Siwezi kusema kuna diwani kata ya Matomondo. Sisi Chadema tunaamini hakukuwa na uchaguzi mwaka 2025. Natambua kwamba kulipaswa kuwa na vikao vya mbunge, apite azungumze na wananchi wake, ajue wana changamoto gani, atoe taarifa vikao vyake vya bungeni, kuna mambo gani wamejadili, utekelezaji wake ukoje. Lakini kwa bahati mbaya sana, mimi naamini na sisi Chadema tunaamini, Mpwapwa hakuna mbunge, hakukuwa na uchaguzi mwaka 2025. Nyie watu wa Matomondo, nyie watu wa Mabwe Mazeru, wote mnafahamu vituo vya kupigia kura uchaguzi wa tarehe 29 mwaka 2025 vilikuwa havina watu. Si ukweli? Sasa tufanye nini? Mpwapwa ni ya kwetu. Nimemsikia mama amezungumza kwa maumivu sana. Jeshi la polisi mko hapa. Ukisoma PGO, wajibu wenu kama jeshi la polisi ni kulinda raia na mali zao. Mama ameongea vitu vya msingi sana, lakini mimi ni mzoefu na wajua CCM huyu atamtisha. Mama asikutishe mtu yoyote. Chadema tunaongoza kwa kuwa na mawakili nchi nzima. Tutaleta mawakili watakutetea, asikutishe mtu. Peoples. Ndugu zangu, nyie wakina mama mnafahamu vizuri, chama hiki ni chama mbadala. CCM ikishindwa kufanya vizuri, Chadema tupo kwa ajili ya kuwapokea CCM kazi. Nyie mnafahamu CCM wamechoka, CCM hawana jipya, CCM hawawezi kuisaidia Mpwapwa. Mnaifahamu historia ya Nabii Musa. Musa wakati analikimbia jeshi la Farao, amefika kwenye ile bahari, Mungu alimtazama Musa. Musa ameshika nini? Mungu akamwona Musa akashika fimbo. Mungu anamwambia Musa, piga maji. Musa akapiga maji, bahari ikafungua, wana wa Israeli wakapita. Mpwapwa
Tunahitaji mtu kama Musa ambaye mkononi mwake ameshika fimbo. Mungu atazungumza naye. Mtu huyu awe na maono, mtu huyu awe na nguvu, mtu huyu awe na imani, atakayewavusha watu wa Mpwapwa kwenda kwenye nchi ya ahadi. Mnanielewa? Mtu huyu ni Chadema. Chama hicho ni Chadema, ndio chama pekee kitakachowavusha watu wa Mpwapwa. Kuwavusha kwenye nini? Wakina mama, mnajua hospitali ya Mpwapwa pale huduma ni mbovu. Ukienda pale hakuna x-ray, hakuna ultrasound. Hizo ni mashine za muhimu sana. Wakina mama, mashine ya ultrasound ndio inayoangalia mtoto amekaaje tumboni. Mambo haya yamefanyika miaka na miaka, lakini umefika wakati tushauriane jambo hili. Tunafanyaje sasa? CCM miaka yote wameshindwa kutatua huduma za afya katika hospitali ya Mpwapwa. Sasa wananchi wa Matomondo, matatizo haya wa CCM yanawagusa, wa Chadema yanatugusa. Matatizo haya sio ya Chisingira peke yake, matatizo haya sio ya Chadema peke yake, matatizo haya ni ya watu wa Mpwapwa. Lazima tuongee pamoja, tushindane pamoja, twende tukaitoe CCM madarakani. Peoples, tumeongea miaka yote, lakini tunasema hivi, watu wa Mungu, msiangamie kwa kukosa maarifa. Sisi Chadema tumekuja kutoa elimu ni namna gani tutaitoa CCM madarakani. Cha kwanza, namalizia, tunahitaji katiba mpya. Katiba mpya itatusaidia kutengeneza muundo mzuri wa kiuchaguzi. Mnanielewa? Anayeshinda atangazwe awe mshindi. Mnatakiwa mchague kiongozi ambaye mnamwamini kwamba huyu hakika akiwa mbunge ataenda kututetea. Huyu tukimchagua akiwa mwenyekiti wa kitongoji, akiwa mwenyekiti wa kijiji, ataenda kufanya kazi. Lakini tumeshuhudia chaguzi nyingi zinakuwa na rafu nyingi, zinakuwa na michezo mingi. CCM hawataacha hii michezo, tupate katiba mpya. Mtendaji wa kata, mtendaji wa kijiji hana mamlaka ya kusimamia uchaguzi. Kuwe na watu huru watakaosimamia uchaguzi, ndio tunaweza tukashinda. Tukipata viongozi wazuri, haya matatizo mnayoyaorodhesha hakika yatakuwa yamefika mwisho. Peoples, kwa hiyo lazima tutoe elimu, watu wote tuungane, tuidai katiba mpya ili tuwe na uchaguzi huru na wa haki. Mwenyekiti, kuna mtu anaitwa mwenyekiti wa kamati ya usalama ya wilaya. Peoples, ni mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya anateuliwa na rais wa nchi. Rais wa nchi ni mwenyekiti wa CCM. Mwenyekiti wa CCM akimteua mkuu wa wilaya, mkuu wa wilaya akiwa ndo mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, maana yake OCD ambaye ndo mkuu wa shughuli za kipolisi wa wilaya ya Mpwapwa hana kauli kwa mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya ni CCM. Kuna haki itatendeka? Tunataka muundo huu ubadilishwe ili mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama hapaswi kuwa mkuu wa wilaya. Anapaswa kuwa ni kiongozi ambaye ana taaluma, anafahamu mambo ya usalama. Peoples, kwa hiyo tuna kazi kubwa ya kufanya. Kazi kubwa ya kwanza, tuungeni mkono tuweze kudai katiba mpya. Watu wote tudai katiba mpya ili tuweze kupata viongozi ambao watatusaidia. Hapa nyie mnahitaji shule ya sekondari. Watoto wanasafiri umbali mkubwa sana. CCM hawawezi kujenga shule ya sekondari hapa. Fanyeni mabadiliko. Mimi nawahakikishia hawa watu ni watamu sana mdomoni. Uchaguzi ukikaribia, yani wanakuwa wanaongea maneno matamu. Sawa? Kama vile kuku kitaka kumkamata, unamrushia vipumba, sawa? Wakotia huko vimumba, sawa? Vipumba vile unarusha vile vimtama, akija unamkamata. Hawa ndio CCM. Tuwatambue kwa matendo yao na tuwe tayari kubadilika. Hii kazi tusaidiane watu wote tukaifanye. Peoples. Kwa hiyo naomba tuaminiane,
twendeni tukaijenge Chadema kiwe chama kikubwa cha siasa. Watu wote wako tayari, nchi iko tayari. Tunahitaji watu wa Matomondo, ungeni mkono jitihada zinazofanywa na mikoa mingine. Dodoma tuko nyuma sana, Mpwapwa tuko nyuma sana. Ndio maana barabara ya lami kutoka Kongwa kuja Mpwapwa inashindikana, kwa sababu sisi yani tulikotea mapela. Sawa, mmeona mabuyu yanamwagiliwa maji, mabuyu yanawekewa mbolea, lakini si yanazaa yenyewe tu huko. Kwa hiyo wanatuchukulia sisi kama mabuyu. Haya yataishi tu, hatuwezi kuishi bila utaratibu. Tunahitaji serikali itengeneze utaratibu mzuri, hospitali yetu iwe nzuri, tunahitaji barabara ya lami, tunahitaji miradi ya maendeleo. Watu wanachimba madini, hizo pesa zionekani kwenye taarifa ya halmashauri. Madini yamepatikana kiasi gani? Yametusaidia nini? Watoto wanakaa chini mashuleni. Ukweli uongo? CCM imetusaidia chochote? Baada ya kuzungumza haya, nawapendeni sana. Mimi binafsi nimechoka sana, nimeongea sana na watu wa Mpwapwa, mwili wangu umechoka sana, lakini moyo wangu bado una nguvu. Sitawaacha peke yenu, nitapambana na nyie mwanzo mwisho mpaka Mpwapwa iweze kubadilika.